Jahazi TV. Mtazamaji wa Jahazi TV, kuelekea siku ya watu wenye ulemavu duniani, tukaona ipo haja ya kuja katika shamra ya kuelekea siku ya watu wenye ulemavu duniani ambayo yamefanyika chuo cha Suza campus ya Maruhubi hapa visiwani Zanzibar, na tukapata nafasi ya kuzungumza na watu mbalimbali ikiwemo wenye uhitaji maalumu ambao ndo walemavu haswa, na haya ndo maneno yao. Pokea siku ya leo shamra ya watu wenye ulemavu duniani. Nashukuru, alhamdulillah, tumepokea vizuri, tumeamka salama, tuna afya njema, na mpaka tukifika hapa kuhudhuria katika shughuli yetu. Vile vile tuliandaa usafiri kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza, kutokea Suza mpaka kufikia hapa kwenye eneo la tukio Maruhubi. Hivyo napenda kuwakaribisha wanafunzi wote waliohudhuria leo. Pia nasema asante sana kwa kuhudhuria katika shamra na kuadhimisha siku ya watu wenye ulemavu duniani. Watu wenye ulemavu au jamii kwa ujumla, kwamba kujenga jamii jumuishi na ujumuishi ya watu wenye ulemavu na mahitaji maalum bila kubaua, bila kuwatenga, ili kuweza kufikia malengo yao. Vile vile kupata huduma zote za kijamii, mfano elimu, afya, ajira na mengineyo mengi, ikiwemo katika shughuli za kijamii. Wanafunzi waliohudhuria shamra hizo wameeleza namna wanavyoweza kushirikiana na watu wenye ulemavu kwenye jamii. Tumefikiria kwa sababu tumeona katika sehemu yetu ya Suza, yani katika kampasi yetu ya Suza, wako watu wenye mahitaji maalum. Tukaona na wao ipo haja ya kufanya hii shamra ya leo ili kuadhimisha kabla ya siku kufika, nao wajione kama watu wengine. Jamii kuwa watu wenye ulemavu wasiwatenge, waone kama wenza wao, wasiwabague, ni watu kama sisi, wana uwezo, wana vipaji mbalimbali, ingawapo wakiwezeshwa. Tamasha hili la kuunganika na wenzetu ambao wenye huduma mbalimbali, mahitaji maalumu kama vile ulemavu wa macho, vipofu, pia hata wasiweza kusikia. Pia tunafurahi, na mimi nimefurahi pia kuja kujiunga nao katika fursa hizi. Pia tunajoin na mambo mbalimbali ambao wao hayawezi, pia wanahitaji kutoka kwetu na sisi tunahitaji kutoka kwao, vitu ambao vinashindwa kwao na kwetu sia pamoja. Naye msimamizi wa hafla hii, waziri wa watu wenye ulemavu na wenye uhitaji maalumu, ndugu Suleiman Saidi, ameeleza lengo la kufanya maadhimisho haya kwa kutoa elimu na wito kwa jamii. Lengo letu Suzadiso pamoja na Suzaso kufanya hili kongamano leo hii kama ni shamra za kuelekea katika maadhimisho ya kilele cha siku ya watu wenye ulemavu duniani ambacho kila mwaka huadhimishwa tarehe 3 Disemba, na sisi Suzadiso tumefanya shamra hizi kwa kufanya kongamano. Lengo la kufanya kongamano hili ni kutaka kujadili na kuona kwa namna gani taasisi za elimu, taasisi za kiraia pamoja na serikali, hasa zile za kielimu, zinamkuza vipi mtu mwenye ulemavu katika masuala ya kielimu pamoja na fursa zingine za kitaaluma. Kama kauli mbiu ya mwaka huu inavyosema ya Disability Day, kwamba tuwe na jamii jumuishi inayowathamini watu wenye ulemavu na kuwapa fursa sawa katika nyanja zote za kimaendeleo. Sasa Suzadiso, nyanja moja ya kimaendeleo tumeona ni upande wa elimu, na sisi kwa vile tupo chuoni tukaamua mara hii tuje na kitu kipya, kongamano kuelekea katika maadhimisho hayo. Na hapa tumepata wajadili mada tofauti kutoka katika taasisi za watu wenye ulemavu, Wizara ya Elimu Zanzibar pamoja na Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza, ikiwa tuna lengo la kutaka kuunganisha jamii pamoja, iwe na utambuzi kuhusiana na masuala ya watu wenye ulemavu na kuona ni kwa namna gani tunaweza tukatetea masuala ya haki za watu wenye ulemavu hasa katika mambo ya kielimu. Mimi kama waziri wa watu wenye ulemavu katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza, natoa wasia wangu kwa jamii kwamba jamii kwanza inapaswa iwe na elimu, itambue kuhusiana na masuala ya watu wenye ulemavu. Nikisema kutambua masuala ya watu wenye ulemavu, kwanza ni kuwatambua watu wenye ulemavu wenyewe, lakini pia kuhusiana na haki na fursa ambazo kama wanatakiwa wapatiwe. Jamii mara nyingi tumekuwa tukiwanyanyasa,
tukiwatesa, tukiwadhalilisha na kuona kama hawana haki katika jamii, lakini sio hivyo. Kuna msemo unasema disability is not inability. Hebu tuwape fursa watu wenye ulemavu, tuwashirikishe katika mambo ya kijamii, tuone namna gani na wao wana uwezo, kwa sababu tumetakiwa tuwakuze hawa watu wenye ulemavu. Kwa hivyo naiasa jamii kwa ujumla kwamba tuwashirikishe watu wenye ulemavu katika harakati mbalimbali za kijamii na zile za kisiasa na zile za kiusomi, ili na wao tuone ile power yao na ule utaalamu wao kwamba watu wenye ulemavu pia wanaweza. Kwa hivyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana wale wote ambao kwamba wameshirikiana na sisi mwanzo mpaka mwisho wa shughuli yetu hii adhim. Kwa hivyo nichukue fursa hii kuwakaribisha tena na tena katika kilele cha. Sambamba na hayo, mgeni rasmi ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya utalii Dr. Sharifa Omar ametoa wito kwa waandishi wa habari na taasisi binafsi na serikali kuwapa vipaumbele wenye ulemavu kwa elimu na fursa za kijamii. Inatambua haki mbalimbali za wenye ulemavu ikiwemo haki ya elimu, haki ya afya na haki ya huduma nyingine za msingi. Niwaombe sote tuendelee kuwa mstari wa mbele kusaidia kundi hili ili kufikia malengo yao ya kitaaluma. Pia nahimiza vyombo vya habari na taasisi za serikali, hata zile taasisi za binafsi, kuzingatia umuhimu wa kuwapa wakalimani wa lugha ya alama ili kutekeleza matakwa ya sheria hii. Kutokuzingatia kwa sheria hii ni kuwanyima watu wenye ulemavu haki zao za msingi, jambo ambalo sio busara. Nawapongeza sana SUZASO na SUZADISO kwa kuratibu vyema kongamano hili ambalo ni muhimu katika mustakabali wa wanafunzi wetu katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Naam, mtazamaji wa Jahazi TV, tumepata kuzungumza na watu mbalimbali waliofika katika shamra hizi kuelekea siku ya watu wenye ulemavu hapa duniani, ambazo shamra hizo zimefanyika katika chuo cha SUZA campus ya Maruhubi hapa visiwani Zanzibar. Nikiripoti kutoka chuo cha SUZA campus ya Maruhubi, mimi ni Abdul Hamid Isa wa Jahazi TV. Jahazi TV.